Wapendwa, Bwana ni mwema. Basi wale mlioko ni laini niwakaribishe sana katika chaneli yetu ya Tubuni na Kuiamini Injili TV. Katika darasa ambalo tunaenda kuangalia masuala mazima ya medical missionary katika wakati huu. Medical missionary na wakati ambao tunaishi kwao. Na niwaambie kitu ambacho ninaweza nikaanza nacho ni kwamba wakati huu ambao tuko nao wa sasa, ambao ni washauku kubwa sana kwa wote wenye uhai, awe ni mtawala, kiongozi yoyote, watu washikao nyadhifa kubwa huko katika serikali, wote na waumini walioko makanisani kwa kila nyanja zote, ni wote wamekaza hamasa zao kwa matukio mengi yanayotokea katika ulimwengu wa leo. Na wote kabisa wanagundua ya kwamba mwisho wa dunia umekaribia. Mwisho umekaribia. Na hivyo wakati mwisho unakaribia, kuna kitu ambacho Mungu ametupatia cha kufanya kama Waadventista wa Sabato, watu wa Mungu. Na kwa kila Mwadventista msabato atakayesikia hii, naomba unisikilize mwanzo hata mwisho, kwa sababu kuna kitu ambacho nataka nikiseme ambacho ni cha msingi sana. Basi kabla hatujaenda kuanza, nitawaalika wote tupige magoti na kisha tuweze kuomba. Basi na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uishie mahali pasiri juu mbinguni, tunakushukuru mno kwa ajili ya wakati huu ambapo watoto wako tumekusanyika tena hapa kwa ajili ya kutiana moyo katika wakati huu na kwa ajili ya kujifunza yatupasayo kutenda katika nyakati hizi. Tusaidie kuutambua wakati na ya kuwa tunaishi katika zama za uovu. Hivyo tunaomba utakase nia zetu, mawazo yetu na fikra zetu na miili yetu yote. Utusafishe na ututumie sawasawa na mapenzi yako. Baba, tunapoenda kuanza somo, zungumza na kila mtu aliyeko online na sisi tuliopo hapa ndani kwa Roho wako mwema. Tafadhali tuongoze tunapoanza hata mwisho, maana tumeomba kwa imani tulionayo kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Haya, asanti. Ndugu zangu, kuna kitu ambacho kinatukabili kama Waadventista wa Sabato zama hizi. Tunakabiliwa na tatizo kubwa sana. Sawa ndugu zangu? Tatizo kubwa sana. Na tatizo hilo kubwa ni kitu ambacho hakionekani. Tatizo hilo ni kitu linaitwa kutokuamini. Hilo ni tatizo ambalo linatukabili sisi kama watu wa Mungu nyakati hizi. Tuko na kitu ambacho kinaitwa kutokuamini kwa kiasi kikubwa sana. Na kwa yeyote ambaye hataamini, yani imani kinyume chake ni mashaka. Sasa ninapozungumza hasa juu ya masuala mazima ya medical missionary, huwa nasisitiza sana kitu kinachoitwa imani. Kwa sababu kwa wengi hiki kitu kwanza hakijulikani, lakini pia watu wamekosa imani kabisa na hiki kitu. Na yule anayeenda kufanikiwa kuamini ni yule tu ambaye amejaribu kufanya, akakutana na hicho kitu, akaona ni uhalisia, ndipo akafuata nini? Akaamua kufuata. Lakini wacha tuangalie kwanza kwenye Biblia. Hii ni fungu ambalo tutaanza nalo. Nyakati wa Pili 20. Aya yake ni ya 20. Si tumefika? Tunaweza kusoma sasa. Anasema hivi 20 anasema,
Wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Tuko sawa? Anasema, nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, ambao tunatamani leo huyu mtu apatikane katika Israeli. Akasemaje? Nisikieni enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu, mwaminini Bwana Mungu wenu. Mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Kuna kitu ambacho tumeambiwa tuamini. Jambo la kwanza, tumwamini Bwana Mungu wetu. Tuamini tena manabii wake. Ndipo ambapo tutafanikiwa kuthibitika katika imani na kufanikiwa katika imani. Na hiyo kitu Mungu alikusudia kabisa. Hata kwenye kitabu cha Waebrania, hebu twende hapo. Waebrania sura ya 2. Kuna kitu ambacho Mungu alituambia. Waebrania sura ya 2. Wacha twende sura ya 3. Waebrania sura ya 3. Alafu tusome fungu la 12. Umefika? Twende tuone tena hiki kitu. Anasema, akatupa onyo baada ya kutuambia hivyo. Anaendelea tena kusema, angalieni ndugu zangu, usiwe katika mmoja wenu moyo mbovu wa kutokuamini, kwa kujitenga na Mungu aliye hai. Kwa tuelewe kabisa ya kwamba kuna hitaji kubwa la kuamini kila ambacho Mungu ametupatia. Jambo la kwanza Mungu ametupatia tumwamini mwanae. Hiyo ndiyo kazi ya Mungu, si ndio wapendwa? Kazi ya Mungu ni nini? Ni kumwamini mwanae. Safi. Kazi ya Mungu ni kumwamini mwana wa Mungu. Kwa hiyo kumwamini Baba ambaye ni Mungu mwenyewe, mwana wa Mungu, lakini kuna jukumu la kuamini manabii. Tukiingia kwenye manabii, maana yake ni maandiko ambayo manabii wamefanya nini? Wameshuhudia, wameandika. Sawa? Sasa akasema, angalieni katikati yenu usije ukawepo moyo mbovu wa kutokuamini. Akaishia kwa kusema, kwa kujitenga na Mungu aliye hai. Yaani maana yake kama hivi vitu hatutaamini, kwanza tutajitenga na Mungu na tutaasi. Sawa? Ninasisitiza imani kwa sababu njia ambazo Mungu anatumia kuponya kwa sasa ni kitu ambacho kwa mwanadamu na kwa akili za kawaida ni kitu ambacho hakiwezekani. Kinaonekana ni vitu vidogo visivyoweza kufanikisha. Na tutafuta tuone, kama hatutaamini tutaona dunia inatibu vizuri kuliko sisi. Unaona? Wacha tuangalie hiki kitu. Kwa hiyo tuna jukumu la kuamini. Lakini wacheni niwaambie kitu. Shetani hakai hivi akatulia, hapana. Wacha niwaambie. Shetani akiona kitu hawezi akakaa tu hivi akakubali eti watu wanaenda kuokolewa hao wamekaa tu. Hawataenda kunitegemea hao, wanaenda kujitegemea wenyewe na Mungu wao eti akakaa tu, hapana. Hajakusudia iwe hivyo. Na imani ya kweli tunajua ya kwamba inajengwa kwenye neno la nani? La Mungu. Hiyo ndio imani ya kweli. Huja kwa kusikia. Na kusikia neno la nani? La Yesu Kristo. Kwa hiyo imani ya kweli imejengwa kwenye neno la Mungu. Sio madawa ya hospitali. Na ninaomba nikanushe hii kwenye akili zetu kwa urefu. Nikanushe kwa msisitizo hiki kitu. Na kila atakaye nisikiliza huko duniani anisikilize. Ninasema jambo ambalo ni swala la kiimani, si swala la mamlaka fulani.
Na mimi sizungumzii serikali ya mtu, mimi nazungumzia utawala wa Mungu. Sasa ni hii, sikilizeni wapendwa Watu wanasema usipoenda mahospitalini mara si utakufa kabla ya wakati wako. Nimesikia maneno sana kutoka conference. Vile vitabu tulivyowahi kusoma, nimewahi kusoma hapo. Kitabu cha conference kimeandika watu wanakufa mapema kwa sababu ya kutokwenda hospitali. Huo ni uongo. Na nikanusha hicho kitu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii hapa. Ukitumia vidonge vya hospitali, wengi wanatumia vidonge vya hospitali, wako wanaopona na wako wanaokufa. Kwa hiyo haimaanishi kwamba ukienda hospitali haufi. Hicho kwanza. Kwamba unafika tu hospitalini kupona tu wewe, hapana. Wanakufa. Wabunge, maraisi, mtu wa kawaida wanakufa. Hakuna mtu ambaye tusije tukaanza kutishana eti utakufa, hapana. Lakini vile vile wanaotumia dawa za asili, wako wanaotumia wanapona na wako wanaotumia nao wanafanya nini? Wanakufa. Kwa hiyo kufa kuko pote. Kufa kuko pote. Na uoga wa watu kutokufuata maneno ya Mungu, maelekezo ya Mungu, eti utakufa mapema, una matatizo. Bora ufuate maelekezo ya Mungu, ufie kwa Mungu, kuliko kukataa maelekezo ya Mungu, ufie kwa shetani, una matatizo. Hiyo ndio anataka tuende nayo, tutafakari. Taratibu tu, na tutaenda hata kwa haraka. Sasa, hiyo tunasisitiza kwanza tuwe na imani. Na Mungu, wacha nikwambie kwanza, shetani alipoona hiyo, kwamba watu wa Mungu wanaenda kuamini ukweli ili waokolewe, shetani aliweka counterfeit. Mambo ya Nyakati wa Pili hiyo. Kipindi kile, naomba tu mimi narudia tu, kipindi hicho, sura ya 18 ya Mambo ya Nyakati wa Pili, sura ya 18. Mambo ya Nyakati wa Pili, tunaenda sura ya 18. Mefika wapendwa Ya hili ni darasa, sio ubiri. Haya. Fungu la 20. Kumbuka Mungu ameagiza watu wake wamwamini nani? Yeye na manabii wake, si ndio Haya, sikiza shetani naye anasema nini? 20. Akatoka pepo, akasimama mbele za Bwana, akasema, mimi nitamdanganya. Bwana akamwambia, Mungu, unaenda kudanganya jinsi gani? Sawa Haya, sikia sasa. Akasema huyo pepo, nitaondoka na kuwa pepo wa uongo vinywani mwa manabii. Unaona hiyo? Tena manabii wake wote. Akasema, utamdanganya na kudiriki pia, ondoka ufanye hivyo. Kwa hiyo kuna wakati shetani huwa anaruhusiwa kwenda kuwa pepo wa uongo katika manabii. Na hao manabii wanaitwa manabii, ila si manabii wa kweli, ni manabii wa uongo. Kwa hiyo hata katika zama zetu hizi, kilichofanyika ndicho kitakachokuwepo, maana hakuna jipya chini ya jua. Mhubiri 1:9 na 3:15 amesema. Kwa hiyo katika zama zetu hizi kuko na vinywa vya manabii wa Mungu, na wanatoa unabii wa maneno ya kweli. Lakini kuko na manabii wa shetani, pepo wachafu, nao wanatoa uongo katika vinywa vyao kwa uwezo wa nguvu za mapepo katika zama hizi. Kwa hiyo yako makanisa ambayo yanaamini hata kutumia majani ya mti kujitibu ni dhambi. Hiyo nayo ni uongo wa mapepo ambayo yako ndani ya manabii, wachungaji.
wainjilisti ambao wanasadiki ya kwamba dawa yoyote ya mitishamba kwanza ni dhambi kunywa, ni dhambi kutumia. Hayo ni makanisa yako. Hayo ni makanisa yanaongozwa na pepo wa shetani. Ninaendelea tu, wewe nisikilize, ninaendelea tu. Nitafika huko na ninakuja huko tu. Nitafika tu, twende taratibu tu. Kanisa lolote ambalo linasema usitumie mitishamba utakufa. Mchungaji yoyote anayekwambia usitumie mitishamba utakufa, huyo ni pepo wa shetani. Popote, iwe Jumamosi kwa Wasabato, iwe Ijumaa kwa Waislamu, iwe Jumapili kwa Wakristo wanaojiita Wakristo na wamemwacha Kristo. Kama kuna nabii, kuna mchungaji wa namna hiyo anakataza watu kutumia dawa za mitishamba, dawa za asili, hayo makanisa ni ya pepo wa shetani. Hiyo ikae hivyo, inyweke hivyo. Ninakuja huko, nitakuonyesha. Sasa ni nini ambacho Mungu anasema? Maana shetani tumeona anatuma mapepo yake, anaenda kudanganya watu. Mungu naye akasema Mathayo 28 fungu la 20, 19 na 20 na 21, anasema enendeni ulimwenguni watoto wangu, mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa atafanya nini? Ataokoka. Sasa wale mnaosoma roho ya unabii, angalia hiki kitabu. Hiki kitabu kinaitwa Huduma ya Uponyaji. Hiki hapa. Huduma ya Uponyaji. Kwa Kiingereza kinaitwa Ministry of Healing. Ministry of Healing. Ninaenda kusoma page 106 paragraph 6. 106 paragraph 6. 106 paragraph 6. 106 aya ya 6. Nitasoma hiyo. Anasema hivi. Anarudia hilo andiko ambalo nimelisema Mathayo 28. Anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Mathayo 28, Marko 16 na Ministry of Healing 106. 107 aya ya kwanza, naendelea kusoma. Anasema kwetu sisi pia tunayo ahadi ya uwepo wake. Tazama mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. 107 aya ya pili anasema leo hii hakuna umati wa watu wenye udadisi unaomiminika nyikani ili kwenda kumuona na kumsikiliza Yesu Kristo. Leo sauti yake haisikiki tena. Leo sauti yake Yesu haisikiki tena katika mitaa yenye shughuli nyingi. Leo hakuna kilio kinachosikika kando ya njia kinachosema Yesu wa Nazareti anapita. Luka 18:37. Hata hivyo, neno hili ni la kweli kabisa leo. Kristo anatembea bila kuonekana katika mitaa yetu sasa. Kwa hiyo Yesu anapita leo kupitia mawakilishi wake, kupitia watumishi wake, anapita mtaani akiita. Yeye huja kwa ujumbe wa rehema majumbani mwetu. Watumishi wa Mungu wanapita nyumbani, wanawaambia maneno ya rehema, ujumbe wa kuponya, ujumbe wa kuokoa watu. Yeye hungoja kushirikiana pamoja na wote wanaotafuta kuhudumu katika jina lake. Kuna watu wanatakiwa Mungu anawatumia na wanahudumu kwa jina la Yesu. Anasema yeye yuko katikati yetu ili kutuponya, moja, kutubariki ikiwa tutampokea. Kwa hiyo ukipokea Yesu kuna mawili, unapata uponyaji na unabarikiwa. Na hii yote iko yote mara mbili, uponyaji wa kiroho, uponyaji wa kimwili. Baraka za kiroho, baraka za kimwili ukimpokea Yesu. Leo
Kwa hiyo wote wanaoambiwa kwenda kuhubiri Mathayo 28, ninapata picha ya kuwa hawa watu ni wawakilishi wa Yesu mahali popote wanapoenda. Kwa hiyo nao wana wajibu moja wa kuponya watu kiroho, wa kuponya watu kimwili, na kuwabariki watu kiroho, kuwabariki watu kimwili. Hao ni watumishi wa Mungu, servant of God, co-workers with God, wafanya kazi pamoja na Mungu. Kazi yake ni ile ile. Sasa ikatokea leo kuna mtumishi wa Mungu anajidai ametumwa na Yesu, halafu haponyi kiroho, haponyi kimwili, habariki kiroho, habariki kimwili. Huyo sio mtendakazi wa Mungu, sio mtendakazi sawasawa na Mungu. Yes. Kwa lugha, sikiliza, pia kuna mwingine anaweza kuwa nusu nusu katika hayo. Na Mungu katika wakati huu, wapendwa mnaonisikiliza, hata kubali sadaka nusu, hata hitaji huduma nusu. Bwana atusaidie. Ikatokea mtumishi wa Mungu anayejiita, ninayejiita, na nikawa na uwezo wa kuponya roho, nisiponye kimwili. Huduma yangu iko na mapungufu, huduma yako iko na mapungufu. Ikatokea mtu anayejidai akijiita mtu wa Mungu zama hizi, anaweza kuponya mwili tu, hawezi kuponya roho. Huduma yake ni nusu. Na hii yote, madaktari mlioko mahospitalini, mnatoa huduma nusu. Na Mungu hatakubali ni huduma nusu. Atakuuliza, roho za watu wangu uliziponya aje? Na ikiwa wewe hujui kuponya kiroho na bado unajiita daktari, wewe maana yake inabidi roho yako yenyewe iponywe na mwili uokolewe. Manake wewe unakuwa sio daktari. Bwana tusaidie sana. Dunia iko mbali, wapendwa. Dunia iko mbali. Nachukulia mfano, maana leo tuko na madaktari, manesi, watumishi mbalimbali wa idara ya afya. Ni wana uwezo sana kuponya mwili, wamejaliwa na wako wanatumia dawa zao. Wanaweza kuponya mwili, lakini hawawezi kuponya roho. Hawawezi kufanana na Yesu hawa. Ni watumishi nusu wa Yesu hawa. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Ndivyo ilivyo kwetu sisi tunaohubiri. Mchungaji, mwinjilisti, watu kama wote ambao mnapeleka ujumbe. Ikiwa utasema unaweza kupeleka ujumbe kiroho, usiweze kuponya mwili, uko na nusu ya kazi ya Yesu. Uko na nusu ya kazi ya Yesu. Bwana atusaidie. Bwana tusaidie. Uko na nusu ya kazi ya Yesu. Kwa hiyo Mathayo 28, agizo hilo ni agizo ambalo Yesu mwenyewe alilifanya, maana alikuja duniani, alihubiri Injili, aliponya magonjwa ya kiroho na kimwili. Nikuonyeshe na hospitali ya Yesu ilikuwa wapi? Najua kuna watu leo wanalia, hospitali, sijui hospitali. Akili zetu walioenda kwa Yesu walikuwa na magonjwa tofauti tofauti, na kila mmoja alipokea msaada. Na ukiendelea tena .3 anasema, kazi ya Mwokozi haikuzuiliwa na mipaka ya muda au mahali. Huruma yake haikujua kikomo. Kwa kiwango kikubwa sana aliendesha kazi yake ya kuponya na kufundisha kwa mtindo huu. Nao watu wakajazana kiasi kwamba hapakuwa na jengo lolote katika Palestina lililokuwa kubwa vya kutosha kupokea umati wa watu waliosongamana karibu yake. Juu ya miteremko ya milima ya kijani
kibichi ya Galilaya, katika njia za kusafiri, kando ya bahari, katika masinagogi na kila mahali ambapo wagonjwa wangeweza kuletwa kwake, ingepatikana hospitali yake hapo. Kwa hiyo mahali ya hospitali ya Yesu inapatikana ni popote pale Yesu alikuwa, iwe njiani, iwe kwenye kando ya miteremko, milima, kijani kibichi huko Galilaya, na kwenye masinagogi Yesu aliponya watu. Maana yake hospitali yake ilikuwa hapo. Sasa leo ambao tunadai ya kwamba tunapeleka injili, maana yake popote utakapokutana mgonjwa, hospitali yetu ni pia inatakikana ikue hapo. Si lazima ikue kuna jengo fulani, hapana. Kama ingekuwa hivyo basi na Yesu angejenga. Unajua kuna ujinga ambao umefunga watu. Acha nikuonyeshe. Ministry of Healing 221.3 221.3 anasema ujinga au kutojua, usahaulifu na uzembe vimesababisha vifo vya wengi, na inaendelea hapo. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinasababisha vifo: ujinga, kutokujua, usahaulifu na uzembe. Ujinga wa kina nani hawa? Ujinga wa wazazi, kutokujua kwa wazazi, usahaulifu kwa wazazi na uzembe wa wazazi. Kwa sasa hivi wanadai hawajui kutibu. Wanadai hawajui kutibu. Lakini kudai kwako kutokujua kutibu hakukufanyi wewe ukuwe na msamaha mbele za Mungu. Una wajibu wa kujifunza. Umeishi duniani miaka 40, 50, 60. Kwa nini usiweze kujifunza? Wacha nikuonyeshe hii hapa. FE 20 paragraph 1 Fundamental of Christian Education 20.1 anasema wazazi wanafikiri ni rahisi kwao kujipunguzia buguza kwa kuamini madaktari kuhusiana na miili yao, na hivyo huachia maamuzi ambayo wao wangepaswa wayafanye. Kwa hiyo jukumu la mzazi si kumwachia daktari, hapana. Wewe pia una wajibu wa kufahamu mwili wako. Inatupaswa kuwa kama Yesu. Bwana tufundishe tuwe kama nani? Yesu. Lakini hebu angalia beti la pili. Kuna maneno anasema na unipe pendo Bwana. Watu kufanya nini? Watu kuwaokoa. Halafu anakuonyesha ukawaokolee wapi? Nyumbani na wapi? Na mjini, sio hospitali. Na uwe kama nani? Kama Yesu. Yesu tumeona shule yake ilikuwa wapi? Ministry of Healing 17. Hospitali yake ilikuwa wapi? Ilikuwa inapatikana popote anapopatikana mgonjwa. Unasikia hospitali. Unasoma wapi? Unasomaje? Imeandikwaje? Haya, wacha tuchukue last day event kwanza. Last day event. Matukio ya siku za mwisho. Matukio ya siku za mwisho. Naomba tuende hapo. Matukio ya siku za mwisho sura ya 6. Sura ya 6. Naomba tuende hapo tupate kitu fulani tena hapo tusome kwa ajili ya wakati huu wa mwisho. Wote watenda kazi ambao ni wawakilishi wa Yesu Kristo duniani. Mkristo yeyote anayemwakilisha Yesu duniani. Sura ya 6 ya kitabu hicho kuna kichwa kidogo kinasema kazi ya umishenari wa kitabibu. Kazi ya utume wa kitabibu. Kazi ya utume wa kitabibu. Wale mnaosoma ya Kiingereza last day event page 80 paragraph 2. Page 80 paragraph 2. Umeifika? Page 80 paragraph 2 and 3. Tutasoma hiyo, sawa? Anasema kadiri ugomvi wa kidini utakavyopindua uhuru wa taifa letu, wale watakaotetea uhuru wa dhamiri watawekwa katika mazingira marahisi kweli magumu. Asante, kumbe tuko wote. Kwa ajili ya manufaa yao wenyewe wangepaswa, wakati ambapo wako na fursa, kuwa na maarifa,
Kuwa na uhusiano, kuhusiana na nini? Wawe na maarifa kuhusiana na magonjwa. Nini? Chanzo na sababu zake, kinga na tiba zake. Na wale watakaofanya hivi watapata sehemu za kufanyia kazi mahali popote, nyumbani na mjini, kanisani na wapi kwingine kote, si hospitali. Watu wanaelewaje? Anasema na wale watakaofanya watapata kufanya kazi mahali popote. Watakuwepo wenye maradhi, watakuwa wengi mno. Wewe sasa hivi wewe sikiliza. Unajua bibi roho ya unabii naposema haikosei. Sasa hizi watu wamekula GMO ya matunda, ya masoda, wamekunywa. Sawa? Wanakula manyama, wanakunywa maziwa. Wananywa wachungaji wako tu na wanapiga kelele, wanaita wenzao offshoot. Wasikutisha kwa kunywa maji lita 5. Wewe ngoja tu. Hizo kauli unazisikia. Haya. Watu wanaishi, wamejiharibu. Walioko makanisani na walioko nje wamekula vibaya. Wamekaanga vyakula, wanakula chipsi. Vimewaletea magonjwa mingi. Na ndio maana roho ya unabii kasema huko utakuwako na wagonjwa wengi mno, si kidogo mno, wengi mno. Haya, sasa hivi wote mnaosoma sasa hizi hapa Tanzania, uwezi ukapewa kibali cha kuhubiri injili na serikali hapo weke mkutano, afu nasema eti mimi ni mwana matengenezo. Swali unaulizwa, tunaomba muhuri wa mchungaji wako. Mchungaji anakula nyama, naye hajui kwamba huyu ni msabato mwenzangu, basi nimpe kibali. Kwa sababu hafanyi kazi na sisi, hatumpi, hawezi andika. Kwanza hata wanaohubiri tu kweli leo, yani wanajua kabisa kwamba huko kupata kibali kwa kuandikiwa na mchungaji hivi si kazi rahisi. Na wanajua ukienda kule utaenda kupinga mafundisho yao ya utatu na miungu roho. Utaenda kupinga hiyo. Na mawazo yao ya kanisa kama dhehebu. Ndo kanisa, yani kwa akili yao dhehebu ni kanisa. Ndo akili zao. Utaenda kule utapinga haya. Alafu unataka akusainie. Huyu ni mwinjilisti wa kanisa la Kisabato anasaini mimi naitwa Mabere Makubi. Hiyo utapata. Hiyo utapata. Subiri. Anasema watakuwepo wagonjwa wengi mno ambao watahitaji msaada, sio tu miongoni mwa wale wa imani yetu. Imani yetu ni ya nini? Kwa Sabato. Sawa. Bali kwa sehemu kubwa miongoni mwa wale wasiojua ile kweli. Kwa hiyo Wasabato watakuwa wagonjwa. Walioko kule nje watakuwa nini? Wagonjwa. Kwa hiyo lazima ujue tiba, uwe na ujuzi na magonjwa. Kwanza dalili, chanzo, tiba. Na utapata mahali popote. Sasa hizo unaweza kushangaa na kuita mchungaji njoo tufundishe hapa namna ya kujitibu. Unaenda. Wakati unawafundisha medical missionary unawapika na ujumbe mgumu wa kuokoa roho zao. Acha. Anasema natamani kuambia kuwa muda si mrefu. Wewe sikiliza anasema nini huyu nabii? Page 3 ya 80. Last day event 80 paragraph 3. Natamani kuambia kuwa muda si mrefu hapata kuwepo na kazi yoyote ifanyikayo kwa fani ya uchungaji, bali katika fani ya umishenari wa utabibu. Mbona ilivyo kazi nzuri? Wachungaji wote kwanza wanaishia tu. Unajua kuna wachungaji leo wana maneno magumu na nawasikia tu.
Lakini hiyo kazi inaenda kukoma. Kazi ya uchungaji kwanza inaisha kesho tu, hata tuna muda mrefu. Tukijitahidi sana, tuwapeni muda tu, hata hatuna muda mrefu. Labda Mungu atusaidie tulale kabla ya wakati wa taabu. Lakini kama tukaishi tuko wote, tutaonana hivi. Taniambia wacha wapige kelele huko saa hizi. Lazima subiri utaona. Sunday ile itapita kwa mchungaji atakayebaki kwenye kanisa la Kisabato na akaendelea kufundisha pale. Huyu anaenda kupokea ibada ya Jumapili. Yaani hiyo tuko hapa taona. Bwana tusaidie tu tujue. Sasa wakati huo kutakuwepo na fursa za watu kupeleka injili, loud cry, ujumbe wa malaika yule wa 4. Kilio kikuu kitaambatana na kuponywa kwa wagonjwa na watu waliofundishwa medical missionary. Haya, na mahali fulani nikafundisha nikaambia medical missionary ni ya muhimu. Nasema sasa unataka tu unazungumzia tu medical missionary tu. Kuna ujumbe wa leo. Nikamuuliza, wewe una uhakika gani kama medical missionary sio ujumbe wa leo? Yaani huyo hajui ujumbe wa leo ni nini. Huyo anasema medical missionary sio ujumbe wa leo. Hajui ujumbe wa leo ni nini. Haelewi. Maana ujumbe wa leo na wengi wanakimbia ujumbe wa malaika watatu. Tuambie sasa. Huo ujumbe wa malaika watatu una medical missionary hauna? Ndio mkono wa nini? Wanawasabato jina tu wanaongea huko. Haya. Sikiza. Medical missionary, kitabu hicho Medical Ministry, page 259 paragraph 1. Anasema hivi. Page 259 paragraph 1, medical ministry, medical ministry. Anasema kanuni za matengenezo ya afya zinapatikana katika neno la Mungu. Injili yafaa na inapaswa kuunganishwa kwa uthabiti na huduma ya neno. Injili unayoijua wewe inatakikana iwe na huduma ya nini? Yaani medical missionary iwe imechanganywa na hiyo gospel. Anasema ni mpango wa Bwana kwamba ushawishi wa kurejeshwa kwa mageuzi ya matengenezo ya afya utakuwa sehemu ya jitihada kuu ya mwisho ya kutangaza ujumbe wa Injili. Jitihada kuu ya mwisho ya kuhubiri Injili. Kazi ya mwisho ya Injili ni kazi ya kuhubiri ujumbe wa malaika yule wa 4 anayekuja kutia nguvu ujumbe wa malaika watatu. Sasa hiyo iko na medical missionary. Sasa mtu amekunja mdomo. Watu wanaongea huko, wanatukana. Subiri. Tutaelewa tu taratibu tu. Na tusipoelewa tutapotea. Tutapotea. Kwanza kutokula vibaya ni kuasi. Tutakuja huko, tutaangalia tu sehemu ya 2, ya 3, ya 4, ya 5. Tutaangalia tu, tutakuwa na darasa hili la medical missionary. Tutajaribu kujifunza. Sawa? Tutaona. Kwa hiyo anasema wanapaswa kuwa watu ambao nguvu zao zimetakaswa na kubadilishwa kwa neema ya Kristo. Ushawishi wao ni kuunganishwa na ukweli ambao unapaswa kutolewa kwa ulimwengu katika umoja mkamilifu. Unakamiliana huduma ya Injili na kazi ya matengenezo ya afya yatadhihirisha uwezo wake uliopewa na Mungu.
chini ya ushawishi ushawishi wa Injili ya matengenezo ya afya makubwa yatafanywa na kazi ya umishenari wa kitabibu siku hizo za mwisho, kazi ya mwisho. Kwa hiyo kuna kazi ya mwisho. Sasa Shuhuda kwa Kanisa gombo la 9 paragrafu ya 3, 90 page 211 paragrafu 3 anasema, kama njia ya kushinda, wewe sikiliza nikwambie, hakuna mtu, hakuna msabato anayeenda kuwa mtakatifu bila ujumbe wa malaika, bila ujumbe wa afya. Hakuna. Narudia hii sentensi. Hakuna msabato yoyote mwana matengenezo na asiye atakayeweza kuwa na ukamilifu wa tabia na atakayeingia mbinguni bila medical missionary. Hayupo. Wacha niwaambie, nakwambia hii. Kwanza wengi wanaasi kwa sababu ya kutokufuata hii. Nataka nikusomee kwanza. Volume 9 page 211 paragraph 3 anasema, kama njia ya kushinda uovu inakupa uovu unaokupata, anakupa ufikiaji wa akili, kazi ya umishenari wa kitabibu lazima ifanywe. Kazi ya umishenari wa kitabibu ni kazi mojawapo ya kuondoa uovu, kazi mojawapo ya kutakasa kanisa. Kazi ya umishenari wa kitabibu. Yaani kwa lugha nyingine, hakuna mtu atatakaswa kama habebi medical missionary. Hakuna. Wewe wacha watu wakule tu vibaya tu, wewe tulia tu, utaona barali itakapoanza. Hakuna kitu kitatoka. Wewe subiri utaona hayo mabala. Wacha watu waongee sahihi. Anasema hivi, si katika sehemu moja au mbili tu, bali katika sehemu nyingi ambako kweli bado haijatangazwa, tunapaswa kufanya kazi kama wamishenari wa kitabibu wa Injili, kuponya roho za wagonjwa kwa kuwapa ujumbe wa wokovu. Kazi hii itaondoa uovu kama hakuna kitu kingine kinachoweza. Si unaona hiyo Aya. Kwa hiyo tubebe. Watu wabebe, watu ambao wameacha kusoma neno la Mungu wanajua kuongea tu. Watu ambao wameacha kweli ya neno la Mungu wanajua kuongea tu, watu wanachoongea wakijui. Acha nikusomee tena CCH, Council for the Church, page 310 paragrafu 4. Ni onyo kwa kila mhubiri wa Injili, mimi na wewe. Yaani wapendwa, hata kama hatutabobea sana, ila lazima tubebe. Tutabobeshwa huko mbele ya safari. Sawa wapendwa. Nasema kusiwe na mgawanyiko kati ya Injili ya kazi ya utabibu. Anasema kusiwe na mgawanyiko kati ya huduma, yani Injili, na kazi ya utabibu. Daktari anapaswa kuwa na usawa na mhudumu, na kwa bidii na uangalifu mwingi kwa wokovu wa roho, vile vile kwa urejesho wa mwili. Wengine ambao hawaoni faida ya kuwasomesha vijana kuwa matabibu wa akili na mwili, wanasema kwamba zaka isitumike kusaidia wamishonari wa kitiba. Mnapata picha gani hapo? Kumbe wainjilisti wa kitabibu, wamishonari wa kitabibu walitakikana wapewe zaka.
Na tena wakule zaka. CCH page 310 paragraph 3, paragraph 4 na 3. Unaweza kusoma zote kwa wakati wako. 3 and 4. Council for the Church, mashauri kwa kanisa 310 paragraph ya 4. Unataka wapewe zaka. Sasa wale ambao hawaoni umuhimu wa medical missionary na kuwasomesha vijana wao wanasema medical missionary wasipewe zaka. Na wako huko. Asikia anasema naagizwa kusema kwamba akili isiwe finyu. Hiyo nabii anasema acha kufungwa akili kiasi kwamba haiwezi kuchukua ukweli wa hali hiyo. Mhudumu wa injili, yani mhubiri, ambaye pia ni missionari wa kitabibu, ambaye anaweza kuponya magonjwa ya kimwili, ni mfanyakazi mwenye ufanisi zaidi kuliko yule ambaye hawezi kufanya kazi hii. Kazi yake kama mhudumu wa injili imekamilika zaidi. Ndio amekuwa kama Yesu. Nimekuwa kama Yesu. Maana leo watu ukienda mtaani ukasema tunjoni hapa wote mnaoumwa ni watibu. Wakifika kwanza unahubiri afu ndo unatibu. Wapo wanapatikana. Wagonjwa ni wengi. Mwenye kiuno, mwenye kichwa, mwenye sikio, mwenye macho, yani wako wamejazana. Hapo utasikia medical missionary. Pastor Semba anasema, nani kaleta ujumbe wa afya leo? Mmemsikia? Pastor Semba sijui lakini ana matatizo gani? Sijui. Bwana msaidie, si unajua tunahitaji neema. Bwana msaidie tu. Ila nina klipu yake moja, wacha nikuwekea hapa. Anasema nani ameleta ujumbe wa afya leo? Nani? Tunahubiri takataka sio injili. Yaani wanaohubiri injili wanahubiri matengenezo ya afya. Pastor Semba anasema hizo ni takataka. Msikilize huyo. Hili takataka na sio message. Nisikilizeni vizuri. Swala la kupamba tunasema ni injili, tunasema ni neema. Shetani anamaliza vijana kwa sababu sio message aliyotuita. Ujumbe wake ni huu, waambie kuanzia Yerusalemu watu bu. Ujumbe uko wapi leo? Kwa nini tuna shida hiyo leo? Nani ameleta utajirisho leo? Nani ameleta ujumbe wa afya leo? Nani ameleta habari ya kupata watoto leo? Ati nani ameleta nini? Nani ameleta ujumbe wa afya leo? Yaani anashangaa oni. Anasema hizo ni takataka sio message. Nitaondoka nikawe pepo kwenye vinywa vya manabii wa uongo. Huyu ni mchungaji na yuko SDA. Anasema nani kwanza ameleta ujumbe wa afya? Hamjui. Kwanza huyu kwanza sio msabato huyu. Kwa hiyo sentence. Huyo sio msabato. Huyu atakuwa ni Mkatoliki au Mlutheri. Huyu. Yaani unapokataa ujumbe wa afya, umekataa kuwa mtendakazi sawa sawa na Yesu. Utakuwa kanisani kwake, utakuwa mtumishi wake, jibu ni no. Thank you. Utakuwa. Lakini ndio kizazi tunachoishi. Huyu sasa ni mchungaji, analea mtaa. Analea watu kiroho, anawapeleka wawe kama nani? Lazima tujiulize. Maana watu wa Mungu watakana wawe kama Yesu, wahubiri waponye. Sasa huyu anayesema ujumbe wa afya nani ameleta? Swali. Wao wahubiri wanaenda kuwa kama nani? Tuangalie tena. Medical Ministry MM 27 paragraph ya pili, matumizi ya dawa za hospitali. Mungu amesema hizo sumu nisizione. Medical Ministry 27 paragraph ya pili. Anasema
Kuhusu matumizi ya dawa za kulevya katika taasisi zetu. Yaani ukisikia leo kuna hospitali ya Kisabato inaitwa Temeke Adventist Hospital. Sawa, Pasiasi Adventist Hospital, Head Mission Adventist Hospital, sijui ni nini Adventist Hospital. Zote hiyo ukikuta iko hiyo, kama ukakuta ziko na vidonge hapo, hizo sio hospitali za kanisa la Yesu. Ujue kabisa hizo ni hospitali za kanisa la Papa au la Walutheri au la Kipentekoste. Hata kama alineni kwa lugha basi ni hiyo hiyo tu, la huko tu. Sawa? Ila ni huko, si la Yesu. Sikiliza. Kuhusu matumizi za dawa za kulevya, yani kama vile vidonge, katika taasisi zetu ni kinyume na nuru ambayo Bwana amependa kutoa. Ukaenda pale unaumwa kichwa kwenye hospitali ya Kisabato, daktari akakimbia, haya mpeni action. Muulize kwanza, Yesu aliyekutuma ndo amekutuma uje utibu hivi? Muulize kwanza. Afu mwambie no thank you, naondoka. Hiyo ukiumwa wewe ujidunge mwenyewe. Ninamaanisha kama hujui medical missionary, hujui, huwezi kujitibu, usilale ndani ukasema eti uende hospitali. Nenda huko kama wakoma. Maana ukibaki nyumbani utakufa, ukienda huko na penyewe unaweza kufa. Unajua nimeona Wasabato wengi wakiimba kishindo cha wakoma. Kishindo cha wakoma, nyimbo za kipagani zile zenye midundo, si ndio? Sasa sikilizeni. Wakoma hali ilipokuwa imefikia ni kwamba tukibaki hapa jangwani, jibu ni tunakufa. Si ndio? Na tukienda kwa Washami, jibu ni tunafanya nini? Kwa hiyo kote ni sawa. Tukibaki hapa ni kifo, tukienda kule ni nini? Ni kifo. Kwamba nikienda nikameza yale mavidonge na kufa. Yaani ujue kabisa usipokufa kiroho, kimwili unakufa kiroho, bado ni yale tu. Ukibaki nyumbani kuna hatari ya kufa. Si ujui medical missionary sasa unafanyaje? Itabidi uende kule. Maana ukibaki nyumbani utakufa na ukienda kule utakufa. Tunapata vizuri wapendwa. Uende kule pale ambapo imebidi. Yaani sasa hapo ni kwamba sasa hapo nikibaki hapa nyumbani nakufa na nikienda naenda kufa. Na huwa nawaambia mimi Wasabato wengi, unajua nini ndugu zangu ukienda hospitali, sawa, sasa hivi wewe nenda tu siku moja, enda pale jifanye unaumwa, ukafungue faili. Kama unataka kugundua hii, enda uulize, unafungua faili unaitwa nani? Fulani. Bini fulani, labda mimi naitwa Madogosa Matare. Ndio jina lako. Naweka pale. Haya. Umeenda hapo na huo ugonjwa, wataanza sasa kukuuliza. Jina lako ni hili, ulikozaliwa ni mahali fulani, na umri wako miaka fulani. Watakupima na uzito, lakini kabla hawajakupima watakuuliza dini yako. Si kweli? Na ukisema mimi Mkristo, wanauliza zebu gani? Uongo kweli? Wanaenda wanakuuliza hiyo. Sasa swali, shida iliyonipeleka pale ni kwamba ninaumwa malaria, si ndio? Swali, malaria na dini yangu vinahusiana nini? Ni swali tunauliza. Kwamba ili uweze kunitibu sikio linalouma ni lazima ujue dini yangu. Ni Wasabato. Sikilizeni, kuna sheria ziko huko.
Sitaki kusema mengi, lakini huko kuna shida. Kwa nini dini? Nikianza kunifikia hapo, kuna hatari ya kujikuta unaumwa, unaambiwa unadungwa sindano, kumbe unadungwa sindano nyingine. Kuna kupona, kuna kufa. Wacha niliweke tu hivyo, ila kuna tabu. Kuna tabu katika hilo. Sawa ni kinyume kuweka vidonge hapo kwenye hospitali za Kisabato, ni marufuku. Sikia. Anaendelea kusema, biashara ya dawa hizi imeleta madhara zaidi kwa ulimwengu wetu na kuua zaidi kuliko ilivyosaidia au kuponya. Kumbe zimeua kuliko kufanya nini? Kuponya. Anasema, nuru iliyotolewa kwanza kwangu. Kwa nini taasisi zinapaswa kuanzishwa? Yaani vituo vya afya vinapaswa kurekebisha mazoea ya kitabibu, za kitabibu na matibabu. Inatakana kubadilishwa. Nataka niwaambie ndugu zangu, kuna rais mmoja anaitwa Yoweri Kaguta Museveni. Sijui kama mmemsikia. Huyu rais, basi tu nikisema hivyo nitakuwa nimeingia mambo ya siasa, wacha nisiseme, lakini huyu rais ni akili ziko sawa. Ni akili zake ziko nini? Ziko sawa. Natafuta klipu yake hapa, hii niwasikilizishie. Na aliongea tu, japo ni kwa Kiingereza lakini tunaweza kutafsiri. Sawa. Alisema shirika la WHO la afya duniani. General Yoweri Museveni Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, and the distinguished guests. It is indeed a pleasure to be here again to discuss matters of national importance and matters of importance to the sovereignty of Africa. This time our concern is WHO. WHO has been the cornerstone of the advisories on medical care. Kidogo, huyu anamkaribisha Yoweri Kaguta nani? Museveni. Anasema tunataka tuzungumze juu ya hii WHO. World Health Organization, shirika la afya la dunia. Wacha niwaambie hii kitu. Sasa huyu rais ni mwenye akili. Sawa Yeye anafanya uchunguzi, sio wale wa ndio mzee. Yaani sio tu mtu tu wa kukubali tu, lazima ujiulize kwanza. Sasa anasema concern yetu, our concern of today is about WHO. Tunataka tuzungumze juu ya WHO, kwani imefanyeje? Shirika la afya duniani limefanyeje mpaka wakae kikao hao? Twende sasa tuone. Watakachokisema tutalinganisha na nchi zingine. Tujue kama huyu rais amepinga hiki kitu. Hizi nchi zingine hizi zenye zinasema nini? Bwana ziko kimya. Wana tu haleluya. Mambo yanaenda vizuri. Ukipinga inaonekana ni hatari. Wacha uone, sikiza wewe. In Africa for a long time, and WHO has done many good things for us. But WHO is also doing some very bad things that I would like to bring to your attention. We cannot afford to trust WHO anymore, Your Excellency. And I'll just mention a few things that have caused. WHO have been a cornerstone. 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 Unaelewa maana ya cornerstone? Jiwe kula pembeni. Yaani jiwe la msingi, jiwe la msingi. Eti WHO hawa nao wana changamoto. Wao mnaosoma Biblia mnajua. Kwa hiyo WHO leo imechukua mahali ya cornerstone. Sasa wako sawa tu, lakini WHO haiwezi kuwa cornerstone hata siku moja. Ila ni lugha tu ametumia, sijui kama yuko sawa ama la. Sasa anasema imekuwa ni msingi sana wa kusaidia nchi za nini za Afrika kwa vitu vingi vizuri. Haya, tuendelee. But WHO is also doing some very bad things that I would like to bring to your attention.
Lakini WHO pia imefanya nini? It's also doing some very bad things that I would like. Wanafanya vitu vibaya sana. That would like wewe. Anasema WHO pia imefanya kitu kibaya sana. Kitu gani? Sikiliza. We cannot afford to trust WHO anymore, Your Excellency. And I'll just mention a few things that have caused great concern to us. In 2014-2015, WHO brought tetanus eradication. We cannot afford to trust WHO. Hatuwezi tena kuamini WHO. Kwani imefanyaje? Pamoja na kwamba ilikuwa msingi mzuri, imeleta vitu vizuri. Sasa imekuwaje tena anasema hivi? Anasema tumsikilize. Excellency, and I'll just mention a few things that have caused great concern to us. In 2014-2015, WHO brought tetanus eradication campaign in our country. It was a campaign to eradicate. Nitaenda kutaja vitu vichache ambavyo vitaleta kusababisha ambavyo vimeweza kusababisha, yani WHO imefanya na vikasababisha wao wakae kikao, anaenda kuvitaja. A few things that have caused great concern to us. In 2014-2015, WHO brought tetanus eradication campaign in our country. It was a campaign to mwaka 2014 na mwaka 2015 nini kilitokea? Tuambie. WHO brought tetanus. WHO ilileta chanjo za tetanus. Tetanus eradicating campaign in our country. Walileta kampeni ya kuondoa tetanus katika nchi ya kwao hapo. Haya. WHO imeleta kampeni ya kuondoa nini? Tetanus. Sijui kwanza huko iko makao makuu ya WHO, sijui kama kuna tetanus. Na kama iko, kwa nini hawajaanzia huko? Sijui kama walianzia huko ama la. Haya, tuendelee. Tetanus campaign. Eradicate neonatal tetanus. Babies who are born who eventually get tetanus. And the vaccine that was used is a different type of a tetanus vaccine that is a fertility regulating vaccine, where they take tetanus and combine it with a hormone called. Ilikuwa ni kampeni kwa ajili kwa ajili ya kuondoa tetanus kwa watoto ambao wanazaliwa. Unaona, mtoto anazaliwa anatakana aondolewe tetanus. Tetanus kwa mtoto amezaliwa. Weka hiyo kwanza, tetanus kwa mtoto amefanya nini? Kuzaliwa. Ambaye akizaliwa baadaye anapata nini? Tetanus. Human chorionic gonadotropin that supports pregnancy. And when you inject a woman with that vaccine, she produces antibodies against that hormone and therefore is rendered sterile. So we are noticing an increase in the number of infertility cases among young couples who you examine and they are normal but cannot get children, or couples who are losing 3, 4, 5 pregnancies before they can carry any pregnancy to term. We were able to expose this, and we have even published a paper that is available. And fortunately, in 2017, WHO said Kenya is now free of neonatal tetanus, and they left our country. But they developed this vaccine over a 20-year period of research from 1972 to 1992. And they used that vaccine in South America, and it is possible it has been used in many other African countries. The second reason we cannot trust WHO, Your Excellency, is malaria. UK was able to eradicate malaria in 1921.
The US was able to eradicate malaria in 1951. And from 1955, WHO has been working on how Africa can eradicate malaria, and up to today, we still haven't been able to eradicate malaria. And now they have proposed GMO mosquitoes. Seems like it's not enough to own seed that is going to be used to make our people poor because of GMO seed. Now they are making GMO, they are proposing GMO mosquitoes that apparently will sterilize the natural ones. Now we do not know the extent of damage that kind of activity would take. But worst of all is that they are proposing vaccination of our children against malaria. Yet malaria is a treatable disease. In fact, the herb that is being used, the trees that are being used to create quinine, which is one of the best medicines, especially where there is resistance, the trees are grown here in Congo. Artemisia afra, Artemisia annua, is a herb that treats malaria just from drinking the tea of the herb. These things are available to us, and with concerted effort, Africa can eradicate malaria without the help of WHO. Now, one of our doctors in Congo wrote a paper that demonstrated how well the Artemisia tea worked, and compared it to conventional medicine, and even demonstrated it works better than conventional medicine. And 2 years later, his paper was pulled out. It was retracted. We do not need a vaccine for our children to treat for malaria. Then, Your Excellency, WHO also proposes the use of the HPV vaccine to prevent cancer of the cervix amongst our children. We are supposed to inject our girls from the age of 10 with a vaccine called human papilloma eventually get tetanus. And the vaccine that was used, na chanjo iliyokuwa inatumika is a different type, ni ya aina nyingine. Ni chanjo inaitwa chanjo ya tetanus, lakini ni ya aina nyingine. WHO ikapeleka chanjo kwa watoto wadogo. is a different type of a tetanus vaccine that is a fertility regulating vaccine. Ni ya aina nyingine ya kuondoa tetanus. Naona? Yani wakaletewa chanjo nyingine. Sasa hii iliyoletwa hii kwa kampeni ya kwamba inaondoa tetanus, hii iliyoletwa ilikuwa ina concern gani? Kama lengo lililokuwepo ni la tetanus, sasa hiyo iliyoletwa ni ya nini? Sikia. Sasa haya nasema viongozi wa serikali wanagundua, ila wa dini wanakwambia hamna, kachome tu. Ya corona wakawa wanachomwa hadi makanisani. Unajua kuwa kichaa sio mpaka ukapime. Sikiliza. Where they take tetanus and combine it with the hormone called human chorionic gonadotropin. Hii corona hiyo chanjo walikuwa wanachukua tetanus ile wanaichanganya na homoni inayoitwa chorionic gonadotropin. Chorionic gonadotropin walichanganya hivyo. Alafu That supports pregnancy. Ambayo kumbe hii tetanus ilikuwa ina support nini? Pregnancy, inasaidia watu wawe na mimba. Wao kipigwa hiyo. Sijui kama natafsiri sawa ama hii tuendelee. And when you inject a woman, na wakati akipigwa huyo mama hiyo chanjo, nini kinatokea? that vaccine, she produces antibodies against that hormone. Kwamba akichoma huyo mama anazalisha antibody. Yaani ikiingia mwilini inazalisha antibody. Antibody ni kinga za mwili.
ambazo hizo antibody ziko kinyume na homoni hiyo uliowekewa. Haya, tuendelee. and therefore is rendered Na hivyo is rendered sterile. Huyo mwanamke anapelekwa kuwa sterile. Sterile ni kama kutokuwa uwezo wa kuzalisha, yani wa kuzaa nakosa. Hiyo ni chanjo tu. Uzai tena. WHO ndio wanachodai hao. Na wamekutana ni general pamoja na ni secretary pamoja na hawa viongozi akina Kaguta Museveni. sterile. So we are noticing an Kwa hiyo tunawajulisha kuongezeka in number of infertility cases. Kuongezeka kwa idadi kubwa ya kwa kina mama ambao hawazai, wagumba. Sijapata mtoto, ulipigwa nini? Ulipigwa chanjo ya tetanus na upati mimba tena. in the number of infertility cases among young couples who examine. Tena hii inakuwa miongoni mwa young couples, kupo, yani kwa muungano, yani kwa wanandoa wachanga. WHO you examine. That cannot get children. Kwa hiyo and they are normal but cannot get children. Wako na mzunguko tu sawa tu wa siku, wanaenda tu vizuri, wako sawa tu, lakini hawezi kupata nini? Chanjo imewamaliza. Chanjo imemaliza. Sasa hii chanjo imeenda huko, swali la kujiuliza, je, nchi zingine hazijapewa? Au utazungumza hivi na nchi zingine zinaendelea kuchukua? Mimi sijui. Maswali ya kujiuliza, tunabaki tuna hewani. Haya. Or couples who are losing 3, 4, 5 pregnancies before they can cut. Kwa hiyo watu wanapoteza mimba nyingi, 3, 4 mpaka 5. Pregnancy to term. We were able to expose this and we have even published. Sasa anasema sasa tuko tayari kuyafichua haya. Na tumezalisha paper. We have published a paper that is available. Tumezalisha hayo. Tumezalisha kwenye paper tukawapa na ziko. The paper that is available and fortunately in 2017 Na baadaye tena mwaka 2017 WHO ikafanyeje tena? Twende tuone. WHO said Kenya is now free of neonatal tetanus and they left our country. It's available and fortunately in 2017 WHO said Kenya is now free. Mwaka 2017 wakasema Kenya is now free of neonatal tetanus. Kwamba Kenya kwa sasa wako huru, hawana changamoto tena ya nini? Ya tetanus. Kenya. Si unajua hapo ni jirani. Na kujiuliza ni hivi Tanzania kweli akajapita aka kadude? Au inakuwaje? Ndio unakoelekea kuna watu hawatazaa. Yaani kuna wanawake hawatazaa. Lakini pia kuna hatari ya wanaume pia hawatazaa kwa mtindo huu. Kwa hiyo unaweza kupata ajali kwenye pikipiki ukajua unaenda kuchomwa chanjo ya tetanus, kumbe unapigwa chanjo ya kuleta hii. Mwanaume badala ya kuwa mwanaume unabadilika unakuwa mwanamke. Huenda. Kama hiki kimefanyika na kinawezekana, kinashindikanaje kuwafanya infertility wanaume wasizae? Tunaona hayo. Tunajiuliza tu, ni maswali tunajiuliza. Ni magumu lakini namna haja. Sasa lazima tujiulize. Sikiliza. Tetanus and they left our country. But they developed this vaccine over a 20-year period of. Lakini wameendelea hii
na hii vaccine, yani chanjo ya kwa muda wa miaka kama 20 hivi. Research from 1972 Kuanzia mwaka 1972 mpaka mwaka 1992. and they use that vaccine in Na wanatumia hiyo za vaccine. They used that vaccine in South America. Walitumia hiyo Amerika ya Kusini. South America, and it is possible it has been used in many other African countries. Na hivyo imetumika kwenye nchi zingine za Kiafrika. Jambo la pili anasema, jambo la pili ni nini sasa? Anasema hiyo ni kesi ya kwanza. Na kwenye ni mkutano, agenda ya pili imefanyije tena WHO? Sema tuleteni Panado. I say subirini. Elimu wewe subiri tu taratibu. The second reason we cannot trust WHO, Sababu ya pili ya kutoweza kuiamini WHO ni nini? Your Excellency, is malaria. Ni swala zima la malaria. UK was able to eradicate malaria in 1920. WHO ilikuwa na uwezo wa kuondoa malaria kwanza hadi mwaka 1921. Yaani walikuwa na uwezo wa kuondoa malaria mwaka 1921. Tuko 2000 na ngapi? 24. Kwa nini hawajaweza mpaka sasa hivi? Acha. The US was able to eradicate malaria in 1951. Marekani, United States, ilikuwa na uwezo wa kuondoa malaria mwaka 1951. Miaka 10 kabla ya uchaguzi. Ya uhuru wa Tanzania. Walikuwa na uwezo wa kufanya nini? Wa kuondoa malaria kabisa. Haya. And from 1955 WHO has been working on how, Na kuanzia mwaka 1900 here in Congo. Artemisia afra, Artemisia annua is a herb that treats malaria just from drinking the tea of the herb. These things are available to us, and with concerted effort, Africa can eradicate malaria without the help of WHO. Now, one of our doctors in Congo wrote a paper that demonstrated how well the Artemisia tea worked and compared it to conventional medicine, and even demonstrated it works better than conventional medicine. And 2 years later, his paper was pulled out. It was retracted. We do not need a vaccine for our children to treat for malaria. Then, Your Excellency, WHO also proposes the use of the HPV vaccine to prevent cancer of the cervix amongst our children. We are supposed to inject our girls from the age of 10 with a vaccine called human papilloma HPV vaccine. Now, that vaccine is being said to be a vaccine for preventing cancer of the cervix. Your Excellency, that vaccine is for a sexually transmitted disease called human papilloma virus disease. It is not for cancer. Now, any virgin, whether male or female, is not at risk of getting HPV. And it is only on the first sexual experience that there is a risk that one could get this disease. And if a woman got this disease and got sick with HPV, over 90% of them, their natural immunity destroy the virus, and she doesn't need any treatment from anyone. A small group of 1 to 10% will develop persistent disease. And this persistent disease, undetected for 15 to 20 years, is the only time it would give them a risk of cancer. And Europe and America were able to reduce deaths from cancer of the cervix to negligible levels by only popularizing a test called the Pap smear test among any woman who has ever experienced sexual intercourse. One test done every 3 years. Your Excellency, WHO has always been an advisory organization. What Dr. Wahome is saying, the new international health regulations that they are pushing will make the decisions by WHO binding to all nations.
and that is what we must resist. So if they decided that Uganda needs to have this vaccine, then it will ensure that the vaccine is actually given to all the people, because that is their decision, and those are the health regulations that we are saying should not be passed by the health ministers. Now, Dr. Wahome has now rang the alarm bell. I have been proudly promoting 13 vaccines in Uganda. So, you go and be vaccinated, 13 of them, including the one he's talking about, the one of anti-cervix cancer. So I thank you so much. I want to read that paper. So you are now coming up to fight your wars, because for us we fought ours. We are now in the background of supporting you. Now you take the lead and fight these wars. And I thank you for immunizing me against the WHO. Because now you have given me a vaccine. Be careful about WHO. Haya, sasa nilitaka tu tuone kwanza changamoto ambazo zinaweza zikatokea huko. Sawa? Sasa hawa kina mama ambao walifanywa kuwa infertility, kuwa hawawezi kuzaa, kutunga mimba tena. Nikiwahubiri hivi wana uwezo wa kunielewa kuliko yule ambaye hajapata hayo machangamoto. Hao wanakuwa na uwezo wa kuelewa na maanisha nini. Lakini wabishi huwa wakosekani. Yaani katika kila kizazi wabishi huwa wakosekani. Lazima tu kutaendelea tu kutokuwepo na kutokuamini vile vile. Acha nikusomee hapa kwenye Maranatha sehemu ya pili. Maranatha sehemu ya pili. Sura ya 254 ya Kiingereza na ya Kiswahili vile vile. 254 chapter. Ukifika hiyo chapter ni sura, sio aya. Sura, aya sijui ni ngapi. Sura ya 254 paragraph ya 4. Lakini pia iko kwenye Pambano Kuu. Pambano Kuu iko, lakini nataka nisome tena hapa. Anasema Kristo anasema kuwa kutaendelea kuwepo kutokuamini huko katika swala la kuja kwa Kristo mara ya pili. Kutaendelea kuwepo kutokuamini vile vile kuhusu kuja kwa Yesu mara ya ngapi? Kama watu wa wakati wa Nuhu walivyoishi wasitambue hata gharika ikaje ikawachukua wote. Kulingana na maneno ya Mwokozi wetu kutakuwa ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Wakati wanaojidai kuwa watu wa Mungu wanapounganika na ulimwengu kwenye hayo mambo tu, mimi nazungumza mambo ya afya tu. Ungana tu na ulimwengu. Wakiishi kama wanavyoishi walimwengu, we kula tu unavyoona ni sawa, sawa, tutaendelea tu. Na wakijiunga nao katika kufurahia anasa walivyokatazwa. Wakati starehe za dunia zinapokuwa starehe za nini? Za kanisa. Wakati kengele za ndoa, acha nioe kidogo. Haya. Kama mwana anasema zinapolia na wote wakitazamia miaka mingi ya mafanikio. Ndipo ghafla kama mwanga na radi unavyong'aa mbinguni, mwisho wa njozi zitaonekana kuvutia matumaini ya danganyayo utakuja. Kutokuamini kutaendelea kuwepo. Kwa hiyo wabishi hawakosekani. Sasa ambacho kitu nataka tujiulize ni hiki. Kama Yesu ametukataza kutumia vidonge hivyo, sawa? Ametukataza kwenda kuchukua hayo yaliyoko huko nje. Swali la kujiuliza sasa. Alipotuambia twende tukahubiri Injili, maana yake tukaponye roho na mwili. Sasa alitupa tukaponye hivyo roho na mwili kwa kutumia nini? Hapo nitafika, hapo nitaishia hapo. Subiri tena kama kutakuwa na darasa jingine. Darasa la kwanza la medical missionary ni sehemu ya kwanza, tutaendelea tena. Tutakuja kujiangalie sasa namna ya kutumia hivyo tulivyopewa.
Lakini tumepewa nini kwanza? Medical ministry, Ministry of Healing hii hapa. Huduma ya uponyaji 127. 127. Aya yake ya pili kuna maneno hapo yanasema hivi. Naomba nianzie aya ya kwanza na ya pili au nisome ya pili na ya tatu ndo nzuri zaidi. Anasema ya pili na ya tatu. Anasema hewa safi, mwanga wa jua, kutawala nafsi au kiasi, kupumzika, kufanya mazoezi, chakula kinachofaa, matumizi ya maji na kutumaini Mungu na uweza wake. Hizi ndizo tiba za kweli. Kama unaandika hizi ndo tutakuwa tunafuatilia, mtumishi unayenisikiliza. Tutatakikana kujua hewa safi tuliyopewa. Maana nasema Yesu kwamba hizi ndizo tiba sahihi za kweli. Sasa hewa safi inatibu nini? Inatibu aje? Hiyo ndio swali itakuja tukiendelea sehemu ya pili kama Mungu akitujalia. Mwanga wa jua. Mwanga wa jua unatibu aje? Tutakuja kuona. Kujitawala nafsi au kiasi. Hiyo ni kitu cha tatu tulichopewa. Kiasi. Kujitawala nafsi, kiasi. Hiki nacho kinatibu nini? Kinasaidia nini? Tutakuja tuone. Kupumzika. Hicho ni kitu cha ngapi? Cha 4. Pumziko. 5. Kufanya mazoezi kunatibu nini? Tutakuja kuona. 6. Chakula kinachofaa. Nutrition. Nacho ni chakula ni nini hiki? Anasema matumizi ya maji vinatibuje? Na kutumaini Mungu na uweza wake au imani, ndio nimezungumzia ile. Imani kwa nani? Kwa Mungu. Nabii anasema hizi ndizo tiba za kweli. Naomba nikuulize hapo, ametuambia kuna 140. Ametuambia kuna nini? Mizizi ya mapapai, kuna majani ya migomba. Unaona hiyo tiba? Hapo anasema hizo ni tiba za kweli. Sasa nisikilizeni sasa hapo nimalizie. Unaona hizo kwa mwanadamu mwenye akili tu ya kawaida hawezi kupata ugonjwa akakimbilia hivyo vitu kwa sasa hivi. Uongo kweli? Wewe unaponywaje na mwanga wa jua? Naponywaje na pumziko? Naponywaje na vyakula? Naona hiyo maji yananiponyaje sasa? Maana watu wanajua matumizi ya maji ni kufua, kuoga, kunywa, full stop, na kupikia. Full stop. Hajui kama anaweza kutibu, yeye haelewi. Imani kwa Mungu hajui kama inatibu, hajui. Unakuta watu wamejaa misongo za hizi, watu wamejaa misongo. Misongo ni mashaka na kutokuamini. Dalili ya mtu hana imani ni misongo. Nipata vizuri? Yaani mtu ana stress mpaka anakaa hivi. Mwambie isee pole na kuona kwa kweli umejitenga mbali na Mungu. Watu wa Mungu wanalaa mpaka wamezingirwa. Nani? Elisha. Yeye nafikiri Wafalme wa kwanza 6:16.
Yumo mla amelala. Mtumishi wake akaanza ameona majeshi pale. Kwani alitulia? Bwana wangu tunafanyeje leo? Hizo shida hizo zote ni za watu wasiokuwa na imani. Lakini awamu hii itahitajika imani mpaka kwenye kila kitu. Yaani fikia hatua kabisa mtu akuulize hiki tunatoa wapi? Huna, ila useme kipo kitakuja. Nukta. Naipata vizuri? Tuamini tu. Kama ni kwa ajili ya Mungu vitapatikana. Kazi sio yako, kazi sio yangu, kazi ni ya Mungu. Kazi yake inakwama ni yeye, kwani ni yangu? Si yangu. Kwa hiyo kutumaini, mtu anapata msongo. Msongo wapendwa sio kitu ambacho ni mashaka. Yaani mtu hawezi kupata msongo na imani, haiwezekani. Hapana. Yaani hata kama mtu chukulia mfano mtu amekosa njaa, ameshinda njaa. Afu ajui kama usiku nakula ama la. Kwa anaanza kuwaza nakula nini usiku. Anapambana kichwani. Halafu mtu akamwambia usiogope. Au baba yake anamwambia usiogope nitakuletea chakula. Huo msongo utaendelea kwepo. Lakini kama hana yaani huyo baba yake hata kimwambia tu nitakuletea hata kama asipoleta huo msongo unafanya nini? Naishi. Misongo yote ni dalili ya kukosa imani na matumaini. Hamna. Kwa hiyo ikuta kuna vitu tunakosa. Tunapata msongo, ni matatizo hayo. Imani, tiba ya akili. Tiba moja nzuri ya akili, si hamna kitu kingine, ni imani. Na hiyo imani huja kwa kusikia, na kusikia huko si muziki ya Diamond na muziki ya makanisani, neno la nani? Tutakuwa salama kabisa, ni nanga kwa watu wa Mungu. Tutakuwa tuko vizuri. Na tutaishi vizuri sana. Hatutapata taabu, si nini nimekosa hiki sina, tutakuwa ni tawa. Yaani hatutaishi hivyo. Tutaishi kwa raha. Ukasikia bomu linalia pale nje, unafanyeje? Ile ni kukimbia chumbani, kujificha chini ya uvungu na kuzimia. Nehemia alisema, nikasema hivi mtu kama mimi nikimbie wewe? Unasoma hilo andiko? Nenda Nehemia. Nehemia alikuwa kimbii waoga wote. Waoga wote sio. Na nafikiri mnaelewa wanaenda wapi. Yeremia 6. Nehemia. Sasa nikimbie mtu kama mimi. Mtu wa Mungu. Wenye imani wao wanauliza hivyo. 6:11 nisomee mtumishi. Na mimi nikasema. Je, mtu kama mimi nikimbie? Hivi mtu kama mimi nikimbie kweli? Nani? Naye ni nani? Akiwa kama nilivyo mimi. Atakayeingia hekaluni ili kuponya maisha yake. Haya, hata ukiishia hapo. Yaani hapo ametiishiwa. Nikimbie mtu kama mimi tena. Anashangaa. Kwa hiyo watu wa Mungu watakuwa ni wajasiri kama simba. Vitisho vyote itabidi tuachane navyo. Yaani uelewe ya kwamba kama ni miulio ya risasi, wakiamua kutafuta popote ulipo atafanya nini? Atakupata tu. Kwenye Pambano Kuu kuna safari ya watu wa umeshaisoma wale mnaosoma Pambano Kuu. Mawimbi yalipiga kwenye bahari. Hapo akashangaa watu wale, wala wana shida. Wengine wanakimbia mikanda iko wapi? Sijui ni Wafaransa, sijui wa Holanzi. Kuna kitu hapo wametajwa hapo kwenye Pambano Kuu. Kuna watu waaminifu, watu wa Mungu, yani meli wanasafiri wanapeleka injili, meli ilipata tabu. Wakazerere huku na huku, wao wametulia tu. Baadaye meli ilipotulia, mawimbi yametulia, mbona nyinyi mlikuwa hata hamna shida?
Hata wa Mungu hata kwenye misukosuko anakuwa ametulia. Nachotaka kusema ni nini? Dawa ya akili, hamna dawa nyingine nzuri. Wana saikolojia acha wafanye kazi yao, lakini dawa nzuri ya akili ni imani. Kama tukaweza kujenga imani kwa Yesu, inatosha. Yaani ni wakati hata vita inapiganwa hapo, utashangaa uko sawa. Au Japaniki au jafanya nini, uko sawa. Kwa tutakuja tuangalie sasa matibabu, hivi vitu vinatibuje? Tutaangalia hivyo vitu. Anasema hivi, ndizo tiba za kweli. Kila mtu anapaswa kuwa na ujuzi wa mawakala wa asili wa mwili wanaoleta uponyaji na kurekebisha hali mbaya ya afya. Na jinsi ya kutumia mawakala hawa, azifahamu tiba 8 rahisi na kutumia, ikiwemo usafi, roho ya shukrani, ukulima, mtazamo wa maisha na kuhudumia watu. Hivyo vitu vyote vimewekwa hapo. Ni muhimu pia kuelewa kanuni zinazohusisha katika tiba ya magonjwa na kupata uzoefu wa kivitendo utakaomwezesha mtu kutumia ujuzi huo kwa njia ifaayo. Kila mtu anapaswa kuelewa hizo tiba zinatibu nini. Mimi naanza kuja hapa naumwa, muulize unakula nini? Unajua kuna magonjwa watu ukimwambia mtu kale hiki anapona. Tutakuja tuyaone. Japo mlioko online sitaweka mengine hapo yote, sio yote. Nitaweka masomo. Nina maana yangu kusema hivyo. Sikiliza. Aya 3, matumizi ya tiba za asili yanahitajika kiasi kikubwa cha uangalifu. Naomba nisome vizuri. Matumizi ya tiba za asili hizo yanahitaji kiasi kikubwa cha uangalifu. Uwe makini sana. Umakini na jitihada, mambo ambayo wengi hawako tayari kufanyia kazi. Mchakato wa asili wa uponyaji na kujenga mwili tena pale unapoharibika ni wa taratibu ila una uhakika. Tiba za asili zenyewe ni tofauti kidogo na tiba za hospitali kule za madawa ya kemikali. Kule ukitumia dozi ya malaria siku moja ya pili 3 tayari. Dozi zetu tunakupa dozi nachukua siku 5, 6, 7 hivyo. Na wengine ni siku nyingi tu, hata 10 na hivyo. Siko na tiba mpaka mwezi mmoja, miezi miwili, unaona? Matibabu ya tiba za asili ni hakika, yani ukipona umepona. Hospitali ikifika zile dawa zinabadilisha ugonjwa, kutoa kwenye kichwa zinaupeleka kwenye mguu. Sasa unajiuliza, na changamoto sasa ya hapo, ili uweze kuvumilia tiba hizi za asili, maana yake uwe na uwezo wa kuvumilia kukaa na maumivu. Yaani kuna watu kichwa kikiuma tu kidogo tu, hata hawazi kuna ugonjwa gani, ni kumeza Panadol. Hapana. Na wengi wanapoogopa kufa, wanaogopa kufa ni nini? Kinacholeta uoga wao wa kufa ni nini? Hamna kitu, ni kutokuweza kuvumilia nini? Maumivu. Mtu anaumwa, anaenda hospitali, anapewa dawa, hata ambiwi chanzo cha huo ugonjwa ni nini, aache nini, afanye nini, hamna. Anameza dawa, anaendelea na makosa yale. Sio unapata hapo. Nabii alisema watu kama hao msiwatibu. Yaani ukimwona mtu hawezi kufuata sheria za afya, achana na yeye. Hataki kupona. Utatumia dawa zako bure, mwisho utajikuta unajiaibisha. Hana dawa. Kumbe ni mtu amezoea maisha mabaya na machafu na mazoea ya ajabu ndio yanashindwa kufanya hivyo. Nimalizie. Anasema na kwa wale wasio na subira, hao sasa wasioweza kuvumilia, kuona mambo yanaenda polepole sana kwao. Na anaona maumivu bado yapo.
Wanaona maneno polepole. Kusalimisha vile vitu wanavyoelekeza au kujifurahisha navyo kunahitaji kujitoa kafara kwa upande wao. Hiyo ni tibu mpaka nifanye hivi, kama nilivyo acha nikafe. Enda kafe. Ila tusilazimishane kutibu unavunja kanuni za nani? Hapana. Enda afukufa. Kama wale wanaokuja kwenye vyuo vyetu wanataka tuwafundishe kama wanavyotaka wao. Waende kwenye shule wanaotaka wapate mahitaji yao. Sikia. Lakini mwishowe utagundua kwamba asili isipozuiliwa hufanya kazi yake kwa busara na kwa ubora. Wale wanaodumu katika kuzitii sheria zake watavuna thawabu katika afya zao za mwili na akili. Anasema tiba sahihi au mbadala zina usumbufu ukilinganisha na kumeza vidonge kwa nukta chache. Naona anachokisema nabii. Vina usumbufu kabisa. Mfano, mtu akiumwa kichwa, pengine ni kwa vile analala masaa machache au hanywi maji. Mtu huyu anaona kazi kusahihisha tabia mbovu ya kutokunywa maji. Hivyo anakunywa Panadol. Naona amezijua. Na kisha dawa inapokuwa nyingi inaleta sumu na kansa kwenye ini. Anaongeza ugonjwa mwingi. Sasa unionaje, si ungevumilia kujua uumwe kichwa ili ujue unaumwa nini utumie dawa? Kuliko kunywa dawa ili kutibu kichwa ambacho sio ugonjwa. Kwa hiyo hicho ni kitu tu ambacho nataka nikionyeshe kwamba tutakuja sasa tuangalie kwamba tunatibu nini, kwa kutumia nini na kwa sheria zipi. Hizo ambazo kwa vitu ambavyo Bwana ametupa. Kwa tutaanza kuangalia. Tutaangalia, nitaona nianze na kipi. Sawa, tutaangalia kimoja baada ya kingine. Katika zile 8 tutajua kutibu mtu kwa maji, kutibu mtu kwa chakula, kutibu hivyo. Tutaenda taratibu. Kulingana na elimu ambayo niko nayo tutaweza kufanya hivyo. Sawa? Kama tunahamishiana uelewa. Lakini tukijifunza hivi haimaanishi wewe naye ukaishie hapo. Enda zaidi, jifunze zaidi kwa sababu utasoma vitu vingine utavifahamu. Basi niseme kuishia hapo. Kama kuna mtu ana jambo mkaribishe, una swali unaweza kauliza. Kama kuna mtu ana jambo au kama kuna mtu ana swali, ni jambo ambalo ni jema ukauliza, kwa sababu swali linajenga uelewa ili uweze kufanya nini? Kuelewa zaidi. Lakini pia linaweza kaniuliza mimi pia likanisaidia kwenda kufanya uchunguzi mwingine zaidi kwa ajili ya elimu pana, si ndio? Basi kama hamna tunaweza tukaomba. Tuombe. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru kwa ajili ya darasa ambalo umetujalia leo kuwa nalo kwa ajili ya kujenga afya zetu kiakili, kimwili na hata kiroho. Tunasema asante hata kwa nafasi hii ambayo umetupatia. Wakati huu wa sasa tunahitaji kuelewa zaidi kwa swala zima la umissionari wa kitabibu. Tusaidie watoto wako tunapohitaji nuru zaidi, useme nasi kila mmoja wetu. Tupatie. Asante kwa sababu utatenda na kuwa nasi kwa jina la Yesu Bwana wetu. Amina.